niliuliza kwamba nitakupata vipi, lakini leo nashukuru kwamba nimekupata. Violet, nahitaji nikuoe. Jordan anasema alimtafuta sana Violet na kwa sasa ni nafasi nzuri anaona kwa upande wake binafsi anahitaji kuweza kuhakikisha anamuoa na kuweza kumweka ndani Violet, lakini kwa upande wa sisi watazamaji tunajua kabisa na tunaelewa kwamba ni ngumu sana kwa upande wa Violet. Yaani kwa maisha ambayo amewahi kupitia na namna jinsi ambavyo anavyoishi kwa sasa akijaribu kukumbuka vitu vile, ndio maana hata hapo awali alihakikisha kwamba anamfokea pindi ambapo alipomuuliza kwamba namba yake ya simu na nini, au kwamba mwanzoni kabisa alipofika pale Jordan. Kwa hivyo moja kwa moja hiyo inaashiria wazi kwamba kwa upande mzima wa Violet hana hisia kabisa na huyu ambaye ni Jordan. Na ukijaribu kuangalia kwa mazingira yale ni yale tunarudi kule kwa Mr. Mwanji ambaye pia hana hisia zozote zile. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ambacho leo ningependa niweze kukupa elimu kidogo ni kwamba wanawake siku zote huwa wana hisia. Yaani mwanamke huwa ni mtu ambaye anakuwa na hisia na mwanaume, lakini kwa sisi huwa hatunaga hisia. Yaani sisi huwa tuseme kwa lugha ya kawaida ambayo huwa nasema huwa ni tamaa. Yaani muda wote sisi huwa tupo active wanaume, yani pindi ambapo unapomuona. Ndio maana ukiona tu kitu fulani hivi kwa mwanaume, kwa mwanamke lazima tu. Ndio maana hata siku moja uweze ukasikia kwamba mwanaume labda amebakwa nini, labda kwa yani kiutaalamu ukienda kwa utaratibu labda ndio utasikia kwamba amebakwa kwa sababu amefanya labda bila idhini yake. Lakini siku zote mwanaume hajai kubakwa kwa sababu yeye ndiye ambaye anaamua asiamue, yeye ndiye ambaye hana uwezo wa kuweza kujiamulia mambo. Lakini kwa upande mzima wa mwanamke ana uwezo wa kujiamulia mambo. Yaani anaweza kaja getoni kwako akavua nguo akafanyeje, lakini usipate chochote kile. Hii kwa wale wataalamu wanaelewa kabisa. Kwa hivyo hii ndio maana ambayo inamaanisha kwamba mwanamke siku zote huwa ana hisia. Labda kama una maoni yote yale tofauti na mimi au una kitu chochote cha kuzungumza, niambie hapo kwenye comment, alafu kisha tutaona sasa, lakini pia tutazidi kujifunza vitu vingi. Sasa hii ndio inayokuja kutokea kwa upande mzima wa Violet. Yani kwa sasa hana hisia zozote zile na mwanaume yeyote yule. Na yote ni kwa sababu ya makovu ambayo aliwahi kupitia akiwa na manyanya. Yani wanawake wakipitia vitu vingi sana huwa sometime wanakuwa wamechoka kabisa, choka mbaya. Kwa hivyo huwa hawapendi kusikia stories zozote zile. Na hii huwa inatokea pale ambapo pindi unakuta kuna mwanaume fulani hivi ambaye ametokea kumpenda na unakuta hana la kufanya au vitu vingi sana ambavyo anaona kwa upande wake hawezi kuvifanya. Sasa huku swali kubwa likiwa ni kwamba je, Violet atakubali au atakataa? Sasa hicho ndicho pekee ambacho kimenileta hapa niweze kufahamisha mengi sana, kuweza kujuza kile ambacho kinachojiri. Na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sasa pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina. Kwa hivyo hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha ni kualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo hapa nitakufahamisha mwanzo hadi mwisho ya kile kinachokwenda kujiri, lakini pia tukipata nafasi kuweza kuangazia juu ya matukio kadhaa ambayo hapo. Sasa mwanzo kabisa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kama tulivyofunga ni kwamba Jordan ndio alikuwa amempatia zile taarifa Violet. Kifupi kama nilivyokujuza Violet kwa sasa, yani kama vile Jordan ambavyo anavyoona kwamba baada ya kuzipata taarifa kwamba Violet ameweza kuachana na manyanya, akaa na mawazo ya kuweza kuona hasa ni namna ambavyo anahitaji kuweza kumuoa Violet. Hivyo wakati Violet amekaa ametulia, ndio mawazo yale yamemjia kichwani kwamba inabidi na yeye pia aweze kuhakikisha kwa sasa aanze harakati za kuweza kumtafuta manyanya na kuweza kuona namna gani hasa ambapo au kitu gani hasa wanaweza wakakifanya kiwa pamoja, walau hata kuweza kurudiana. Sasa hayo wakati anajifikiria hivyo, basi ndipo mwamba mwenyewe Jordan anakuja na kuweza kumpa taarifa kwamba anahitaji waweze kuwa pamoja, kitu ambacho ni kigumu sana. Basi hili ni balaa zito kinoma. Sasa wakati haya anajili pia tumeweza kuona mambo yakiwa ni mengi kweli. Sasa kama kawaida leo ndio ilikuwa ile siku yenyewe ya Kisinza Diva. Mwamba mwenyewe leo ameweza kufanikisha lengo lake. Bana kafanikiwa kumpata kirahisi. Kama unavyojua wasichana huwa ni gari huko ndani. Basi jambo limeweza kutokea na limeweza kuendelea. Sasa cha ajabu ni kwamba huenda hilo tukio limetumia muda mfupi sana, mwamba jasho la kali limemtoka. Sasa hatujui itakuwaje, lakini hii itakuwa ni mwendelezo kila siku. Lakini kwa leo wanawake ndio hivi huwa wanabadilika. Kutokana hii ya mara ya kwanza hii, basi kesho kutwa ataona tu ni kawaida, atachukua pesa za wengine hivyo. Mwisho siku mke wako unakuja kukuta kwamba
mwisho wa siku anakuja kuwa na tabia za ovyo sana, kwa sababu wanakuwa anahudumiwa na watu wengine, watu baki ambao kiufupi wanakuwa wanaleta mambo mengi sana. Kwa hivyo haya ndio yapo kwenye jamii na ndio siku zote yapo. Kwa hivyo imagine mke wako ndo kafanyiwa hivi na baadaye anarudi hakwambii chochote na hujui kinachoendelea. Basi haya ndio yanayoendelea kwenye maisha haya, ni balaa zito. Ndio maana wanasema omba usijue. Yani angalia tu kwenye movie ila usijue kujua kilichomkuta hapo. Yani kama ni mke wako usijue kujua nini hasa kilichomkuta. Sasa je, kwa Cindy kwa sasa maisha anayoishi ni maisha ambayo kiufupi ni anasa sana, anatumia pesa vibaya sana. Hii yote ni kwa sababu ya stress. Sasa hapa atakuja kushtuka ni kwamba pesa zote zimemuishia, hana la kufanya, afanye nini? Kwa hivyo hapo ndipo mambo atakapokuwa ya moto kweli kweli na kibarua kitakuwa ni kizito. Kwa hivyo hapo mambo ni mazito kinoma noma. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe hii ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha kwenye comment dondosha maoni yako kwa upande wako binafsi. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kule kwamba kuna msiba. Mr. Manyanya anahitajika kuweza kubaki peke yake. Kwa hivyo kwa sasa atahitaji kubaki peke yake. Sasa ni kuibia za ndani ni kwamba Mr. Manyanya ataishi muda mrefu sana hapo, na kwa namna ambavyo ataishi muda mrefu hapo, basi one day ataanza kuleta wasichana nini, kwa hivyo maisha yatabadilika kwa upande wake baadaye. Lila atakapokuja na kuweza kuhisi hapa jambo alikuwa sawa, basi hapo ndipo atakapokuwa kibarua kizito. Lakini kuna idea moja, wakati hapo kule kijijini Leila itabidi aweze kurudi chapchapu na kuweza kumpa show Manyanya na kuweza kurudi. Hii itakuwa ni balaa zito kinoma, lakini bado hazijapitishwa hizo idea. Kwa hivyo mambo mapya yanakuja, mambo yatakuwa ni moto. Lakini huko nyumbani kwa Mudi Muzungu napo vita imeanza rasmi. Yani hapo kuna upendo ambao unajaribu kuingia mdogo mtu na nini. Kwa hivyo kuna jambo ambalo ni zito, lakini bado wote wanampenda huyu jamaa, na kuna namna ambayo wanajaribu kufanya ili kusudi kuweza kuhakikisha waweze kuleta kitu cha kitofauti ambacho ni kipya kabisa. Mambo ni moto kweli kweli. Sasa Violet atakataa katika kumalizia ni kwamba Violet atakataa ombi la Jordani. Kwa hivyo Violet atakataa ombi la Jordani, atakataa hivyo namna hii hapo. Basi hakikisha unabonyeza neno sasa. Na kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane na saa mwingine. Asante za kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video.
Sasa leo ndio rasmi kwa upande mzima wa Violet anapata taarifa kwamba Manyanya alipata msala mzito sana. Hapo awali alikuwa akimhukumu akihisi labda kwa sasa yupo na maisha yake pamoja na Matilda, kitu ambacho hakujua ni nini hasa kinachoendelea. Basi leo hii inakuwa ni bahati nzuri sana kuweza kukutana moja kwa moja na Jordan, kisha kuweza kupewa taarifa ambazo kiufupi zinakwenda kumchanganya na kuweza kumvuruga vibaya sana. Unajua, mtu ambaye umewahi kuishi naye na hiza hasa wanandoa, kuna vitu fulani ukivikumbuka alafu ukahisi labda ameweza kupitia matatizo na majanga kama hayo, basi lazima kuna vitu utafikiria sana na utatamani walau hata umwambie pole tu. Yani umwambie tu pole tu, hilo ndio jambo ambalo utalifikiria. Yani hata kama ni ex wako alafu ukasikia labda amefungwa jela au amefanyeje au kapata matatizo makubwa, lazima tu kuna vitu utavikumbuka alafu utatamani umpe hata pole. Sasa huu ndio mwanzo rasmi wa kuweza kumtafuta Mr. Manyanya kwa mara nyingine tena. Kwa hivyo kwa wale wapenzi au wataalamu ambao maoni yaliyokuwa ni mengi sana wakieleza wazi kwamba penzi la Manyanya pamoja na Violet ilikuwa ni penzi nzuri sana. Kwa hivyo hiki ndio kisa ambacho kwa sasa kinakwenda kutengenezwa kuweza kuunganisha matukio kwamba rasmi Violet anaanza safari ya kuweza kumtafuta Mr. Manyanya. Sasa swali langu kwamba je, wangapi walikuwa wanapenda sana uwepo wa Violet pamoja na Manyanya wakikutana pamoja? Na je, unatamani waweze kukutana, Violet aweze kumtafuta Manyanya, waweze kuongea walau hata kidogo? Kwa sababu kijaribu kuangalia hapo, kama yule mwanamke ndo alikuwa pingamizi sana kwa Violet. Kwa hivyo kwa sasa akipata taarifa kwamba ameweza kufariki na mtoto, hii inawezekana ni chanzo cha yeye kuanza kufikiria rasmi kwamba penzi aidha linaweza likarudi upya kwa namna moja au nyingine. Sasa je, maoni yako ni yapi kwa sasa? Niambie kwenye comment hapo chini, alafu hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, nikualike tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina siku zote kama kawaida. Huwa tunaangazia uchambuzi. Kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu nikualike moja kwa moja, na hapa nitakufahamisha ni nini hasa kinachokwenda kujili au kukufahamisha ni yapi ambayo yanaendelea kwa sasa, lakini pia nikufahamisha ufafanuzi kwa kina. Sasa kama tulivyoona kwa sasa Violet ameweza kupewa hizo taarifa. Kwa hivyo kinachoendelea hapo manake ni mipango mipya rasmi ya kuona ni namna gani hasa kwa sasa mambo gani ambayo atawaza ili kusudi kuweza kuona ni namna gani atakachokifanya kwa sasa. Sasa tuje hapa kwanza kabisa kwa wale ambao wamekuwa kinifuatilia hapa Bongo Movie Net. Katika hatua iliyopita nilisema kwamba Leila hawezi kufika kwa Manyanya kwa sababu Mwamba ataenda alafu yani kuna namna fulani itafanyika ili kusudi kuweza kuhakikisha kwamba hawezi akafika kwa Manyanya. Kwa hivyo kwa wale walionifuatilia ndio hivyo walipata nafasi ya kuweza kunisikiliza katika uchambuzi uliopita. Kwa hivyo kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno la sasa, kisha nitakuwa nakufahamisha mdogo mdogo kipi hasa kinachokwenda kujili ili kuweza kuleta uhondo na dhamulwa ya kuweza kupata hamu rasmi. Sasa tuje katika segment ya mwisho ambayo tuweza kuona pia nyingine ilikuwa ni upande mzima wa huku kwa Sekela wale watu ambao waliwalipa wote walikuwa ni mpango ambao aliuratibu yeye, lakini moja kwa moja tunasema kwamba kwa upande mzima wa Mwanji ndiye alikuwa driver mkuu na msusi wa mpango huo, akiwa na Sekela ili kusudi kuweza kuona namna gani hasa utaweza kumpata Violet kwa mara ya pili. Lakini licha ya yote hayo, lengo lao kubwa ni kuweza kutengeneza mapenzi. Lakini licha ya kufanya yote hayo, lakini Violet bado hayupo kabisa. Unajua penzi kama hili ni moja kati ya penzi ambalo unaweza kulazimisha, ni kwamba ni vile mtu hisia hazipo kwako kabisa. Yani mtu hisia zikiwa hazipo kwako kabisa, ni ngumu sana kuweza kumdrive au kufanikisha chochote kile ambacho hizo unakuwa unakihitaji. Na hiyo ni kwa sababu hisia zinakuwa hazipo kwako, kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana kwa kuweza kufanikiwa kwa sababu hisia hazipo kwako. Kwa hivyo ni ngumu sana kuweza kufanikisha lolote lile ambalo unakuwa unaliwaza, aidha kwamba linaweza likakusaidia au likasababisha au likaongeza kitu fulani kwenye mapenzi. Kwa hivyo yote ambayo unakuwa unayafanya yanakuwa ni anamchukiza tu kwa sababu wewe unakuwa hisia zake hazipo kwako. Kwa hivyo Mr. Mwanji kwa yote anayoyafanya anapoteza muda, yani hisia zake hazipo kwa Violet. Kwa hivyo moja kwa moja hili ni balance yetu kinoma. Tukapata nafasi ya kuweza kuona Mr. Manyanya pia akiwa yupo na bidada Leila wakizungumza pale, lakini kama kawaida yake Leila anasema kwamba huo ni mwanamume wake. Unajua wanawake huwa wanajisahau sana. Yani hapo hisia tayari zimeshatoka. Yani tunapozungumzia hisia pale, hisia zinapokuwa kwako, yani mwanadada unakuta yupo tayari kuweza kufanya lolote lile ili mradi tu
wewe chochote kile yupo tayari. Ndio maana yupo tayari kujiliski kwa chochote kile, kwa sababu hisia zipo kwa Manyanya. Lakini Manyanya ndio hivyo tena, ndio wanaume sisi hatunajua hisia. Ndio maana ile unaweza hata ukawa umekaa namna fulani hivi tu ukamuona mwanamke akavua hivi au akakaa vibaya ukajikuta unatamani. Sisi watu tunatamani tu, ila hatuna hisia. Ila mwanamke huwa hana tamaa ya ajabu, yani huwa hatamani kabisa, ila huwa ana hisia. Anapokuwa na hisia na wewe, yani moja kwa moja utajikuta kila unachokifanya, kila unachokigusa kinafanikiwa. Yani kila unachomwambia anatii, kila unachomwambia anatii. Hai ndio maana ya hisia kwamba zipo kwake. Yani hata kama ukimwambia tutoroke, nikupe mimba, nifanyeje, kwa chochote kile ambacho utakuwa unakiongea pale, yeye atakuwa yupo tayari. Sasa hapo ndipo ambapo balaa huwa linaanzia na mambo yanakuwa ni mazito kinoma noma. Sasa mambo ni moto kweli kweli. Cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Pia tunaweza kuona pia kwa Mr. mwenyewe Madevu kapigiwa simu mke wake pale na jamaa mwingine, lakini jamaa akapokea simu pale. Lakini jamaa kama kawaida yake, hii ni imani ambayo tu ipo, lakini hii imani inakwenda kuvunjika na mwamba mwenyewe, mzee Diva mwenyewe. Mimi namuita Diva kwa sababu kwa awali ndio alikuwa anajiita hivyo. Mwamba mwenyewe yule bosi mwenye mipesa mingi. Sasa yule jamaa yeye atakuja kupata kilaini kwa sababu tayari ndio hivyo, yeye ni mzee wa kumwaga mipesa. Na kama unavyojua pesa huwa inalainisha, yani pesa huwa inalainisha sana. Kwa hivyo moja kwa moja hicho ndicho ambacho kinachokwenda kujili, na moja kwa moja tukio hilo ndilo ambalo lipo hapo kati. Kwa hivyo moja kwa moja kwa asilimia kubwa moja kwa moja Diva ndo anakuja kufaidi hapo. Lakini jamaa Madevu yanaamini kwamba ndio hivyo. Sasa Mr. Manyanya pia bado ana mawazo sana, kwa sababu mtoto anazidi kumfanyia vitu ambavyo kifupi kwa upande wake anaviona ni noma balaa, kwa sababu anamwekea maua na nini vitu ni balaa zito. Sasa ndio segment ya mwisho ambapo hapa Mr. Jordan wataongea hapo. Sasa Violet hapo watamaliza kama kawaida, lakini Violet atakwenda kujifikiria na kuwaza yale yaliyojiri kwamba afanyeje. Yani kifupi atachanganyikiwa sana, atachanganyikiwa kinoma noma, na atawaza namna gani hasa walau ataanza kumtafuta Manyanya. Yani atawaza kwamba Manyanya huenda labda ametoroka, amefanyeje, yani atataka kama kumpa msaada hivi. Kwa hivyo hiyo ndio process ataanza kumtafuta. Basi kwa leo nisema sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha unabonyeza neno subscribe, na huu ulikuwa ni uchambuzi. Tukutane muda na saa mwingine. Sasa leo ndio rasmi kwa upande mzima wa Violet anapata taarifa kwamba Manyanya alipata msala mzito sana. Hapo awali alikuwa akimhukumu akihisi labda kwa sasa yupo na maisha yake pamoja na Matilda, kitu ambacho hakujua ni nini hasa kinachoendelea. Basi leo hii inakuwa ni bahati nzuri sana kuweza kukutana moja kwa moja na Jordan, kisha kuweza kupewa taarifa ambazo kiufupi zinakwenda kumchanganya na kuweza kumvuruga vibaya sana. Unajua mtu ambaye umewahi kuishi naye na hiza hasa wanandoa, kuna vitu fulani ukivikumbuka alafu ukahisi labda ameweza kupitia matatizo na majanga kama hayo, basi lazima kuna vitu utafikiria sana na utatamani walau hata umwambie pole tu. Yani umwambie tu pole tu, hilo ndio jambo ambalo utalifikiria. Yani hata kama ni ex wako alafu ukasikia labda amefungwa jela au amefanyeje au kapata matatizo makubwa, lazima tu kuna vitu utavikumbuka alafu utatamani umpe hata pole. Sasa huu ndio mwanzo rasmi wa kuweza kumtafuta Mr. Manyanya kwa mara nyingine tena. Kwa hivyo kwa wale wapenzi au wataalamu ambao maoni yaliyokuwa ni mengi sana wakieleza wazi kwamba penzi la Manyanya pamoja na Violet ilikuwa ni penzi nzuri sana. Kwa hivyo hiki ndio kisa ambacho kwa sasa kinakwenda kutengenezwa kuweza kuunganisha matukio kwamba rasmi Violet anaanza safari ya kuweza kumtafuta Mr. Manyanya. Sasa swali langu kwamba je, wangapi walikuwa wanapenda sana uwepo wa Violet pamoja na Manyanya wakikutana pamoja? Na je, unatamani waweze kukutana, Violet aweze kumtafuta Manyanya, waweze kuongea walau hata kidogo? Kwa sababu kijaribu kuangalia hapo kama yule mwanamke ndo alikuwa pingamizi sana kwa Violet. Kwa hivyo kwa sasa akipata taarifa kwamba ameweza kufariki na mtoto, hii inawezekana ni chanzo cha yeye kuanza kufikiria rasmi kwamba penzi aidha linaweza likarudi upya kwa namna moja au nyingine. Sasa je, maoni yako ni yapi kwa sasa? Niambie kwenye comment hapo chini, alafu hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, nikualike tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina siku zote kama kawaida. Huwa tunaangazia uchambuzi, kitu cha msingi tu ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha nikualike moja kwa moja, na hapa nitakufahamisha ni nini hasa kinachokwenda kujili au kukufahamisha